Okay, hapa naongea juu ya nani? Hapa naongea juu ya Hagai. Hagai ambaye alikuwa ni mtumwa wa Sara. Alifukuzwa na bosi wake. Bwana asifiwe. Alijifanya mjanja akatibuliwa. Sasa baada ya kufukuzwa akawa katika kutangatanga, akawa katika mahali ambapo yuko desperate, amepoteza tumaini. She was a servant of Sarah, and then Sarah gave her to Abraham to have child for Sarah. Alafu alipopata ujauzito akaanza kulingalinga. Sara akamwambia Ibrahim, unaona tatizo lako hili? Unaona haya yote tumeleta? Ibrahim akamwambia, huyu si yuko chini yako, fanya unavyotaka. Ba hiyo Sara akamtibua hapo, akamfukuza hapo. Akiwa huku katika kutangatanga, then neno la Mungu nasema malaika wa Bwana akamwona kwenye chemichemi ya maji. Bwana asifiwe. Okay, sasa ujumbe tunaoona pale, tunamwona Hagai alikuwa katika hali ya kukosa tumaini. Yuko desperate, looking for hope. Unaangalia neema yangu itatokea wapi? All of a sudden the angel of the Lord appeared. Bwana asifiwe. Bwana Yesu, naomba ubariki ujumbe huu ukapate kutuinua na kutufikisha pale mahali ambapo umekusudia, na kila mmoja ukapate kumpa upenyo na neema ya kusimama katika nafasi yake, hata kila mmoja anapokuwa katika changamoto aweze kusimama katika nafasi yake hata apate upenyo. Katika jina lako Bwana Yesu naomba ukatuhudumie. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo hapa tunamwona Hagai anatokewa na malaika wa Bwana. The angel of the Lord appeared to her. Alipoonekana, obvious, aliona there is hope. Bwana asifiwe. Akaona kuna tumaini. Nilikuwa katika hali ambapo sijui natoka wapi na nakwenda wapi. Na malaika wa Bwana alipotokea pale akamuuliza maswali, ukiendelea kusoma pale akasema kwamba unatoka wapi? And where are you going? Akajieleza pale akamwambia, rudi kwa bosi wako ukajisalimishe. Bwana asifiwe. Akapata jibu la swali gumu ambalo lilikuwa limemsonga. Ninakwenda wapi? Nimefukuzwa, nitaenda kuelekea mpaka wapi? Akaambiwa, rudi kwa bosi wako. Maana yake Bwana aliyekutana naye amekwisha kumwandaa bosi wake kumpokea tena. Haleluya. Kwa alipofukuzwa, alipotii agizo la malaika wa Bwana, akaenda akapokelewa na bosi wake, kwa sababu alirudi sio mtu mwenye kiburi tena, lakini mtu aliyefanyaje? Aliyenyenyekea. Neno la msingi pale tunaona upenyo ulipatikana malaika wa Bwana alipotokea. Breakthrough ni kitu ambacho unapokuwa katika hali ambapo uko desperate, uko unahangaika, unatafuta utokee wapi, halafu mlango wa kutokea unaonekana, unamshangilia Bwana. Haleluya. Sasa unaposikia mtu anaomba Bwana amtokee upenyo, apate breakthrough, you cannot get the breakthrough if you are not desperate. First, you must be desperate. If you are not desperate, you don't need a breakthrough. Kwanza uwe katika mahangaiko ya kutokuona njia, ya kutokuona tumaini, then you are the right person to need a breakthrough. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu tuone sehemu nyingine katika Mwanzo hiyo 21 mstari wa 17. 21 mstari wa 17. Mungu akasikia sauti ya kijana,
malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni. Akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Bwana asifiwe. Hajiri wakati huo sasa amekwisha kuzaa kijana wake, alikuwa anaitwa nani? Ishmael. Alikuwa amemzaa Ishmaeli. Sasa ikatokea tena vurugu nyingine. Hapo amesema kwamba Mungu akasikia sauti ya kijana. Mungu akasikia sauti ya kijana. Alafu malaika wa Bwana, Bwana asiwesema malaika wa Bwana. We have to be very excited that when you are desperate, you need the angel of the Lord. You need the angel of the Lord. Anybody desperate, you need the angel of the Lord. Na akitokea unao uponyaji wako. Sasa hapa Mungu akasikia sauti ya kijana. Hajiri alikuwa amefukuzwa na mtoto wake. Sasa mtoto analia pale, na mama anaogopa kukaa karibu na mtoto asije akamwona mwanae anakata roho kwa sababu hana maji. So alikuwa katika hali ya uchungu mkubwa Hajiri, lakini malaika wa Bwana alipomtokea hali ikabadilika. Hebu tusome mstari wa 18 pia. Mstari wa 18 unasema, ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mstari unaofuata tena. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu akamfungua macho. Wow. The Lord can open your eyes and you see the spring that you didn't see. Ndio maana inaitwa breakthrough. It only came when you are desperate. Neno nasema Mungu akamfungua macho. Nataka uelewe kwamba kuna circumstances ambazo unahitaji God's intervention. Mungu aingilie kati. Na lazima uamini kwamba kuna mambo ambayo yanamhitaji Mungu. Miracle still taking place. Miujiza, mambo ambayo kwa mwili hayawezekani, Bwana akitokea unauona muujiza. Hapa Hajiri alikuwa analia. Ameachwa jangwani, analia, yuko jangwani. Na kule jangwani there is no water. Na mtoto analia, na mama mama na mtoto bwana, usifanye mchezo. Mtoto analia, halafu una maji ya kumpa. And the water is life, you know. Sasa mtoto analia maji pale, na maji hana. Kiriba alichokuwa nacho walipofukuzwa kimeshakauka, kile vimaji walivyokuwa navyo vimekauka, na bado jangwa liko mbele yake. Katika hiyo hali ya desperate, katika ile hali ya ukiwa na shida, Bwana akatokea, akamwita. Malaika wa Bwana akatokea, na malaika wa Bwana akamfungua macho. Kwanza akampa utabiri kwamba your son is going to be a great nation. Cheer up. Jipe moyo. Usihuzunike, mwanao atakuwa taifa kubwa. Baada ya kumpa unabii, akamfungua macho. Akaona kile ambacho alikuwa akiona. Jamani, tunatembea, tuna macho tunaona, lakini kuna vitu hatuvioni. Tunahitaji Bwana atufungue macho tuone. There are blessings that are hidden from us, from you, that you cannot see. Kuna vitu tumefichwa na huwezi kuviona mpaka Bwana akutembelee kwa neema yake, aliondoe lile pazia linalovificha.
Bwana pale akamfungua macho, akaona kuna kisima, kumbe hapo hapo alipokuwa there is a spring right close to where she was. Na akaendea kisima, akachota maji, akampa mtoto, na tumaini likaja. Bwana Yesu asifiwe. Hajiri akaona breakthrough, akaona new life back to her son. 22 verse 11. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema, mimi hapa. Wow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo malaika wa Bwana, yani malaika wa Bwana anatokea mahali ambapo panahitaji breakthrough, panahitaji upenyo. There is complete darkness, ni giza linakuzunguka na unahitaji kitu kitokee. Yani hapa ni story ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa katika ile situation ambayo Mungu amemwambia, mchukue mwanao umpendaye sana, mwanao wa pekee umpendaye sana, Isaka, uende kwenye milima ya Moria ukanitolee dhabihu ya kuteketezwa. Na Ibrahimu alijua, what does it mean? That means if what the Lord said, I'm not going back, I'm not coming back with my son. Akamchukua mwanae, akaenda na wafanyakazi. Baadaye akafika mahali njiani, akamwambia, nyinyi wafanyakazi rudini hapa, mimi na mwanangu tunaenda huko, tuna ibada maalum na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Stay here until you see us back. Wakaacha wafanyakazi pale, wakaendelea, wakapanda milima kuelekea milima ya Moria. Wakafika mahali ambako Bwana aliwaambia, hapa jenga madhabahu ukapate kumtoa mwanao umpendaye sana wa pekee. Afu Mungu yani anakuambia, mwanao umpendaye sana wa pekee. You are one and you are the one you love and the only one. Yule ambaye ulimwomba miaka mingi na nikakupa, sasa nenda ukamtoe dhabihu. Akafika pale, mtoto njiani anamuuliza, Father, where is the sacrifice? We have the fire, we have the knife, we have the kuni. Where is the sacrifice? Where is the lamb? Bwana atajitwalia. Hiyo safari najua Ibrahim ataka kumwambia mkewe, akumwambia Sara, la sivyo kingechimbika pale. Wakaenda, akaandaa pale ndani, ameandaa kuni tayari. Ghafla, now is the hour. Ndio wakati sasa lazima uiweke dhabihu. Umeshatengeneza madhabahu yote, sasa ndio wakati wa kuweka dhabihu iteketezwe. The dhabihu ni Ibrahim pekee anaijua. Your son, your son Isaac. Basi kamata mtoto. The boy was so humble, amatulia tu, akalazwa kwenye kuni pale. Sijui kama alimfunga kamba, sijui alifanyaje, I don't know, lakini he was just right there. Sasa ni wakati wa kuslaughter, ni wakati wa kuchinja mwana kondoo ili ateketezwe. Ibrahim pamoja na utii wake wote, Bwana kule moyoni kulikuwa na kuna tokota. Huku ndani moyoni kulikuwa hakuko sawa. Lakini Bwana amesema, na kwa bahati nzuri, Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufike mahali ambapo unatofautisha mawazo yako na mawazo ya pepo na mawazo ya Mungu. Ibrahimu alijua wazi kabisa bayana kwamba ile sauti niliyoisikia si pepo wala sio ndoto zangu, ni Bwana mwenyewe. Hapakuwa na ubishi ya kusema kwamba pepo toka kwa jina la Yesu. Mwanangu siwezi kumuua. Ibrahimu alijua wazi kwamba this is the Lord. Na kama ni Bwana, sina ubishi. Yeye ndiye amenipa uhai, yeye ndiye amenipa everything. Kwa hiyo I have to obey. When it comes to the Lord, make a decision kwamba ikija kwa habari ya Bwana, mtii. Bwana asifiwe. Mtii. Kwa sababu he hold your tomorrow. He hold your tomorrow. Lazima ufike mahali ambapo 100% you know you have no tomorrow without the Lord. Huna kesho, huna maisha bila Bwana.
Maisha yako ni Bwana. Kesho yako ni Bwana. You cannot go into tomorrow without the Lord. Your tomorrow is in the Lord. Kwa hiyo Ibrahimu akajua kabisa, yani hapa ni Bwana amesema na lazima nitii. Kwa hiyo ameshatandika pale, ameshamweka mtoto pale. Kwa hiyo ni wakati akanyosha, akachukua kisu chake, sasa ananyosha, sasa it's time to slaughter his son. Neno la Mungu linasema ndipo malaika wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni. Akasema, Ibrahimu, Ibrahimu, Ibrahimu. Hiyo sauti Ibrahimu hawezi kuisahau hata kidogo. He's calling me. He's calling me. Something different is going to take place here. Hallelujah. Kuna kitu kitatokea hapa. Yani hata ile speed ya kushusha mkono kwenda kumchinja mtoto ikapotea. Inabidi amsikilize boss. Ibrahimu, Ibrahimu. Hebu tusome mstari unaofuata. Mstari wa 12 unasema, akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu. Hallelujah. Iwapo kunizuilia mwanao wa pekee. Hallelujah. Wala iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Okay. So mstari wa 12 anasema kwamba he said, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Sasa najua. Asi majaribu mengine wacha bwana. Tunapitaka majaribu, lakini hili lilikuwa another level. This was another level. Lakini Ibrahimu akalishinda. Ukatokea upenyo. Malaika wa Bwana akatokea. Akampa ushindi. Hallelujah. Kwa hiyo breakthrough inakuja mahali ambapo kuna giza, mahali ambapo there is no way forward, mahali ambapo you need only God. You need a miracle. Mtu anasema, Bwana naomba anipe upenyo. Wewe unaomba upenyo. Wewe hiyo mbona la sharasha tu, hahitaji. You don't need the angel of the Lord. Thelathini na moja mstari wa 11. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Okay, what happened to Jacob? Do you have the Jacob in the house? Akina Jacob, hebu nyosheni mkono. Vipi, mmejificha? Msijifiche. Sasa Yakobo wakati alikuwa kwa Laban, alikuwa kwa Laban, ameshapewa mke. Siku ya harusi akadanganywa, yule aliyetaka kumwoa akapewa mwingine, and then he has to labor another 7 years. Alafu akaendelea kuwa na kibarua cha kuchunga mifugo ya Laban. Na Yakobo alipita katika changamoto fulani akiwa pale kwa Laban mjomba wake. His uncle was not a faithful brother. Yakobo anasema, hebu nisomee mstari wa 7. Hapa alikuwa akiongea alikuwa akiongea na Rachel and Leah. Na baba yenu
amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Baba yenu akati alikuwa anamwambia Lea na Rachel, baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, just to frustrate him. Na kila alipopita katika frustration, the angel of the Lord appeared to him in a dream. Bwana alimtokea katika ndoto. Wakati fulani mjomba wake akamwambia kwamba mshahara wako itakuwa mbuzi wenye mabaka wakizaliwa ndio watakuwa wa kwako. Before that, mbuzi wenye mabaka walikuwa wanazaliwa wachache sana. Lakini kuanzia siku ile aliposema tu haleluya, Bwana asifiwe. Tukitembea na Bwana, we will always be ministered by the angel of the Lord. Aliposema tu Labani hivyo, ujira wako utakuwa wale mbuzi wenye mabaka. Usiku the angel of the Lord appeared to him. Akampa maelekezo how he should do ili mbuzi wote wanaozaliwa wawe wenye mabaka. And it happened. Bwana asifiwe. Wakazaliwa ambao wenye mabaka tu. Sasa kwa hiyo Mungu akachukua utajiri kwa Labani katika namna ya kipekee, akamkabidhi Yakobo. Then Laban became more arrogant and violent to Jacob. Kwa sababu sasa huyu kijana anazidi kutajirika. Anazidi kutajirika pamoja na zile frustration na hebu turudishe kwenye mstari wa 31:11. Na malaika wa Bwana akaniambia katika ndoto, naona malaika wa Bwana anaweza kukutembelea hata katika ndoto. The angel of the Lord can visit you in the dream. Unapokuwa unatembea anaweza kutembea katika ndoto na akakupa maelekezo how your tomorrow is going to be. Bwana asifiwe. Na akikutokea, you have your victory. Unapata upenyo wako. Yakobo akatembelewa na malaika wa Bwana ambaye alimzuia Labani asimletee frustration. Bwana alipomtokea, malaika wa Bwana alipomtokea Yakobo, akamwambia sasa ondoka, nenda kwenye nchi ya baba yako na mama yako kule nilikokutoa. Ukakumbuke pale ambapo ulipokutana nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malaika wa Bwana anatutokea pale ambapo tunakuwa katika giza, tunakuwa mahali ambapo hatuna majibu, but we really need a way forward. Anapotokea pale tunakuwa na njia yetu ya kuendelea mbele, tunasonga mbele. Hebu tusome, nisaidie kusoma mstari wa 24. Tutaona pale malaika wa Bwana anamkemea Laban. Mstari wa 24. Mungu akamjia Laban Mshami katika ndoto ya usiku. Akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri. Neno la heri wala la shari. Maana yake ni nini? Wale mliosoma Kiswahili. Hello? Okay. Asema, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Close your mouth. The Lord is saying to Laban. Usiropoke neno lolote. Unaona jinsi ambavyo Mungu anaweza akasimama kukutetea. God defended Jacob in every corner.
Alipita katika miserable life, frustration kutoka kwa Labani kwa kipindi cha muda fulani, lakini ikafika wakati wa yeye kupokea upenyo, wakati wa yeye kuondoka, na lazima Bwana afanye kitu ili aondoke. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akamtokea na Labani, akamwambia be careful, uwe mwangalifu, usilopoke, usiseme maneno kwa ajili ya Yakobo. Sasa Mungu akikwambia hivyo unafanyaje? Hata kama jamaa ulikuwa unamchukia vipi, inabidi tu smile, kwa sababu unaweza ukakasirika ikakulipukia. Ambia hakikisha ufanye chochote, usiseme zuri wala baya. When you are desperate, you need a breakthrough. Okay, twende mstari wetu wa mwisho ambao ndio mstari wetu unaobeba thimu yetu ambao 32:24. Neno la Mungu linasema Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Nisaidie kusoma kuanzia 22 mpaka hapo. Akaondoka usiku ule, akawatwaa wakeze wawili na vijakazi wake wawili na wanawe 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Na mtu mmoja akashindana naye hata Sasa hapa ilikuwa ni changamoto nyingine. Yakobo alikuwa mtu wa ajabu sana. Alikuwa anapita changamoto, hata akimaliza hii inaanza nyingine, akimaliza hii inaanza nyingine. He was never at least. Kila akimaliza changamoto hii inakuja nyingine, akimaliza hii na at every challenge the angel of the Lord was appealing to him. Hallelujah. That's a good news. At every challenge the angel of the Lord was appealing to him. Sasa hapa nini kilitokea mahali hapa? Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye. Mweleka hata yani he wrestled with the man. Sema kwamba and Jacob left alone, and a man wrestled with him until the breaking of a day. Hebu tusaidie kusoma mpaka mstari wa 26. Okay, mpaka 27. Mstari wa 25. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, akateguka uvungu wa paja. Ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Na Yakobo akasemaje? Akasema, sikuachi usiponibariki. Sikuachi usiponibariki. Hapo Yakobo akaweka ngumu. Hapa sikuachi usiponibariki. What happened to this story? Hapa Yakobo alikuwa sasa ameshaachana na Laban. Wamemalizana na Laban, sasa anaelekea nyumbani kwao. Sasa huku nyumbani sasa the old story was back. Alimkimbia Esau kaka yake.
Baada ya kumdanganya akachukua uzaliwa wa kwanza. Sasa huku anarudi, huku ndiko yuko Esau, ambaye alimwacha na hasira kali. Sasa amefika mahali sasa akatuma wajumbe, hebu nendeni mkampeleleze mkamwangalie ndugu yangu, nendeni na hizi zawadi mkampelekea. Akatuma zawadi kibao kumpelekea Esau, kwamba mimi mtumishi wako. Sasa ananinyenyekea, mimi mtumishi wako, nalikuwa huko na huko, hivi vitu Mungu amenibariki, naomba upokee hivi. Akitengeneza amani. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki, kama una adui na mtu yeyote, tengeneza amani. Usikae na adui wale na mtu yeyote katika tensioni ya wadui wote. Make peace. The Bible says make peace with all people. Don't make your life miserable under stress because of necessary thing, kwa sababu tu hutaki kushuka, hutaki kunyenyekea, hutaki kusamehe, unataka nawe ujionyeshe nani. No, that is not life. Unafanya maisha yako yawe na changamoto ngumu unnecessary. Tengeneza amani na watu wengi kadri inavyowezekana. Be a man, be a sister, be a brother, be a girl of peace. Bwana asifiwe. Tafuta kutengeneza amani. Hapa Yakobo alitoa zawadi nene, akatengeneza zawadi za mifugo kadhaa kumpelekea ndugu yake Esau, kwamba ili nini? Anipokee kwa amani. Akapeleka, alafu wale waliopeleka habari wakarudi wanamwambia, tumemkuta kaka yako yuko safi na hajambo kabisa. And actually, by the way, he's on the way coming to meet you with 400 men. 400 men. Na wakati huo ikisemwa hivyo, maana yake men of war. He's coming with them to meet you. Hapo ndipo akachanganyikiwa zaidi. Ndio hicho kilichomtokea katika huo mstari wa 24. Akatanguliza mke wake, watoto akagawanya, unyinyi nendeni kule, kama hawa watapotea basi angalau hawa wabaki. Alafu after he has done all what he tried, sasa yeye akabaki mwenyewe. Alipobaki mwenyewe, at night a man appeared. Usiku mtu akatokea. Alipotokea mtu akapambana naye. Alipokuwa akipambana akagundua kwamba anapambana na Bwana. Bwana asifiwe. Biblia tueleze yale mapambano kwa namna gani, lakini Biblia inatupa neno moja tu kwamba he wrestled with this man all night until day break. Yule mtu anataka kuondoka, Yakobo anasema huondoki hapo. I'm desperate. You must give me the answer. Lazima unipe majibu. Esau anakuja huko mbele. Nipe majibu. Bwana asifiwe. Lazima ukae katika nafasi ambayo kwamba unapokuwa katika changamoto, kaa kwenye nafasi yako kumlingana na Bwana ili akupe nguvu, akupe majibu ya safari yako inayoendelea. Bwana asifiwe. Una safari inayoendelea. Sasa uko mbele za Bwana na Bwana ametokea. Don't be silent. Fight with the Lord. Maana huyu ndiye ana majibu yako. Mlingane, mwambie, jimimine moyo wako kwake, umwambie what you need. Bwana, Esau yuko mbele yangu, anakuja, ana askari 400, na mimi unanijua, unaona wanangu wale, unaona tumifugo wangu utu. Bwana, naomba unisetiri. Akalia, akakaa na Bwana. Kunataka kucha, Bwana akamwambia, inabidi niondoke. Sikuachii. Mpaka ufanyeje? Haleluya. Mstari wa ngapi? Sura 26. Akasema niache niende maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Sikuachi usiponibariki. Akawa ameweka vo.
Lord, I'm not letting you go until you bless me. Manake hii ndio inatupa picha kwamba alikuwa anapambana na Bwana is somebody who can bless him. Ambia sikuachii mpaka unibariki. Ukiendelea kusoma pale utaona Yakobo alibarikiwa. Na hapo kwenye hiyo vita ndio akapewa jina la Israeli. Bwana asifiwe. Akamuuliza, what's your name? Jacob. Okay, you will no longer be called Jacob but Israel. Akawa transformed from Jacob to Israel, kutoka kwenye mdanganyifu kuwa mtu mwema. Bwana asifiwe. Yakobo akapata upenyo. Akapata nguvu. Baada ya hapo ametoka mbele za Bwana kwenye mapambano akawa na nguvu. Now I can meet my brother. Hallelujah. When you come from the altar of God, you have no fear to meet your enemy, to meet whoever ambaye mlikuwa huna manaye, kwa sababu umetoka kwenye mapambano na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili upate breakthrough, hakikisha unamlingana Bwana na upenyo utatokea, kwa sababu Bwana lazima atokee. Yeye ndiye ana majibu ya kesho. He holds our tomorrow, and as you wrestle with him, he will give you your tomorrow. Bwana anamkusudia kila mmoja wetu aweze kupambana na kushinda. Tuna story nyingi kwenye Biblia za watu ambao wamepambana na wakashinda, lakini ni kwa kumlingana Bwana. Lazima usimame kwenye nafasi yako. Bwana anataka upate breakthrough ya changamoto zote ambazo ziko mbele yako. Yakobo asingekuwa huyu Yakobo ambaye tunapata sifa zake kama asingesimama kwenye nafasi yake na kupambana. Alipigana na akashinda. Na sisi tumeitwa ili tupigane na kufanya nini? Na kushinda. Na Biblia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 inatuambia yeye ashindaye atafanya nini? Yeye ashindaye. Okay, what do you need? Namba twende Ufunuo sura ya 2. Ufunuo sura ya 2. Tutasoma hii mistari faster. Sura ya 2 kwanza tusome mstari wa 7. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kuna matunda kwenye bustani ya Mungu. Mungu anataka ukayale yale matunda baada ya kushinda. Bwana asifiwe. Baada ya kushinda yale matunda yanakusubiri. Simama kwenye nafasi yako ushinde, ukale matunda kwenye bustani ya mti wa Bwana. Haleluya. Soma mstari wa 11 kwanza. Mstari wa 11 kwanza. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Mauti ya pili sio kwa ajili yako. You will go through the first days but not the second days. Hallelujah. Mstari wa 17. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Haleluya. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa. Iko mana imefichwa kwa wale watakaoshinda. The overcomers, they are going to eat the hidden manna iliyofichwa. Nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya lile jiwe
Imeandikwa jina jipya asilolijua mtu yeyote ila anayelipokea lile jiwe. What a great secret Mungu ametuandalia. Ni kwa ajili yako. Hata jiwe jeupe utapewa. Baada ya kufanya nini? Baada ya kushinda. Baada ya kushinda. Baada ya kupigana vita na kushinda. Hiyo sura ya 2 mstari wa 26. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Nitampa mamlaka juu ya mataifa. Yeye ashindaye nitampa mamlaka juu ya mataifa. Endelea mstari wa 27. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu. Malizia mstari 28. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Nitampa nyota ya asubuhi. Haleluya. Nani huyo atakayepewa hivi vyote? Yeye ashindaye. Bwana asifiwe. Yeye ashindaye. Hizi ni ahadi kwa ajili yako wewe utakayeshinda. Na Bwana ana imani na wewe kwamba utashinda ukisimama kwenye nafasi yako katika kumtumaini, katika kumlingana na Bwana, katika kupambana na Bwana, katika kusimama kwenye nafasi yako kama jinsi ambavyo Yakobo alisimama akakesha mpaka asubuhi. There are times you have to remain alone. Siku nyingine tutakuja tutaomba pamoja na mahali hapa, lakini kuna vita nyingine nakutaka wewe peke yako. Yakobo ilifika mahali ambapo Bwana hamhitaji mkewe, hamhitaji mtoto. Akabaki peke yake, akafukuza wote. Hapa niacheni nilie na Mungu wangu. Akalia mpaka asubuhi. Akaondoka na muujiza wake. Hallelujah. If that hour comes, fight until daybreak. Okay, sura 3 mstari wa 5. Sura 3 mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye ashindaye atavikwa vazi jeupe, na nitalikiri jina lake mbele ya Baba. Mbele ya Baba yangu na nani? Na malaika. I'll confess his name before my Father and before his angels. I'll confess his name. Atalikiri jina lako mbele ya Baba yake na mbele ya malaika. Let the Lord atalikiri jina lako. Baba, huyu kijana Edward huyu ameshinda vita, amepigana, amekesha, amesimama imara katikati ya shutuma zote. Huyu binti amekaa imara, jina lake anaitwa Eva. Malaika wanasikiliza. Oh, what a glory. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeye ashindaye haya atayapokea. Na sura hiyo ya 3 mstari wa mwisho, mstari wa 12. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Na jina langu mwenyewe lile jipya. Na jina langu mwenyewe lile jipya. Oh, nifikiri wa mwisho niko na shanga, mbona kuna moja sijaipata? Haya, tumalizie hii ya mwisho, mstari wa 21. This is a lovely one. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Hallelujah. Kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi, katika kiti changu cha enzi. Ile sentensi inayofuata inatia ni nzuri sana.
kama mimi nilivyoshinda, as I overcame and I sat together with my Father, na wewe utakuja kukaa pamoja nami. Bwana asifiwe. Kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba, na yeye ashindaye ataketi pamoja nami na Baba yangu katika kiti cha enzi. Hallelujah. There is a throne seat prepared for you. Kiti cha enzi pale alipo Kristo alipoketi, kuna nafasi imeandaliwa, imewekwa wazi kwa ajili yako. Baada ya hapa hamjaongea vizuri. Hebu simama halafu ongea sawa sawa. Baada ya kushinda, yeye ashindaye. So, kwa hiyo ujumbe wetu unasema nini sasa? Tumeitwa kushinda. Tumeitwa kukaa kwenye nafasi mpaka upenyo upatikane. Yakobo alisimama kwenye nafasi yake mpaka akapata upenyo. Upenyo wa kwanza anapita, anafikiri kwamba ndio amemaliza, bado kuna vita, bado kuna mwingine. Katika kila breakthrough, one breakthrough take you to another challenge ambayo nayo inahitaji breakthrough. Bwana asifiwe. Ndio maana kuna thawabu kubwa ambayo imeandaliwa, kwa sababu ziko vita ambazo lazima uzishinde. There is no overcomer without a fight. Haiwezekani upewe thawabu bila kupigana. Maisha ya Ukristo ni maisha ya vita. Bwana Yesu akasema, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana nimefanya nini? Nimeushinda ulimwengu. I have overcome the world. Na nyinyi mkaishinde dunia. Stand firm and overcome. Yeye ashindaye atayarithi haya. Yeye ashindaye. Kwa hiyo kuna vita. Maisha ya imani, maisha ya shida ulionayo, shida nilionayo ni kuitwa Mkristo, a follower of Christ. That's a problem. And unfortunately there is no option ya kutoka pale. Option uingie kwenye shimo na adui shetani. But why? Wakati tumepewa njia ya kutembea kwenye kamba na kuwezeshwa na Bwana Yesu. Njia ni nyembamba, lakini tumepewa neema ya kuwezeshwa. Na Bwana Yesu alipomaliza safari akasema, wala siwaachi yatima, bali nitawaletea msaidizi, naye atakaa nanyi hata lini? Hata mwisho. The helper, the Holy Spirit will be with us, will be with you until the end. To do what? To strengthen you, to enable you. So don't give up. Keep fighting. Hallelujah. Endelea kupigana, endelea kuinua bendera ya Kristo. Don't be shy. Let the world know that you belong to Christ. Dunia ijue, vijana wenzako wajue kwamba you are a believer. Wewe ni wa Yesu. Ndio vita yenyewe, kuinua bendera. I belong to Christ. I belong to Jesus in the midst of the people who are worshiping the world. Show off yourself kwamba mimi ni wa Yesu. Yusufu hakuona aibu, pamoja na kwamba alikuwa mtumwa katika nchi ya ugenini, asikojulikana na mtu yeyote. Aliinua bendera ya Bwana. Haleluya. Aliinua bendera ya Bwana. Wakati wengine hapa akienda mahali hakuna anayemjua kama yeye ni mlokole, sema kwanza hapa hakuna mtu anayejua, taendelea mambo yangu. You are deceiving yourself. Unataka kupoteza the treasure, hazina ya utukufu ulio nayo. Don't throw it away. It is a hidden treasure. Ni hazina iliyositirika. Bwana Yesu alitoa mfano kwamba ufalme wa Mungu ni kama hazina iliyositirika. Mtu akigundua kwamba iko kwenye lile shamba, anauza kila kitu, anaenda na nunua lile shamba, kwa sababu anajua there is a great treasure inside. Sasa hiyo hazina unaitunza.
tunza maisha yako ndani ya Yesu. Ndio hidden treasure, ndio hazina yenyewe iliyostirika. Mkamate Yesu, kwa sababu kuna ambaye hataki ushinde. Who is that? The enemy. Anataki ushinde. Lakini Bwana anao vijana walioshinda. Na wewe ni mmoja wao. Bwana kutegemea ushinde. Hallelujah. Anao akina Daudi. Daudi at the age of 17, he lifted up the banner of the Lord. Wakati Israeli yote walikuwa wanatetemeka, wanataka kumwabudu Goliati, Daudi alipotokea hivi akasema, no, huyu ni nani anasubutu kulitukana jina la Bwana, akulitukana jeshi la Mungu? Who is he, this uncircumcised Philistine? No, hebu nipe nafasi niondolee hii aibu. Akatafuta nafasi, alipoipata, by faith he slaughtered him. Bwana asifiwe. Yako magoliati mbele yako, Bwana anakutaka uyachinje. Hallelujah. Yako magoliati mbele yako, slaughter them, slaughter them, slaughter them in the name of the Lord. Daudi asingeliua Goliati, asingejulikana kama tunavyomjua sasa hivi. He became a hero by slaughtering Goliath. Na wewe utakuwa shujaa kwa kuinua bendera ya Kristo katika maisha yako yaliyobaki. Hallelujah. Nataka nikuingizie fakti ya kwamba pigana ushinde. Breakthrough is possible, but the fight is the way. War is the way. Iko maisha ya kupigana, iko maisha ya vita. Paulo atuficha, anatuambia katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3, maana vita vyetu, Bwana asifiwe, maana vita vyetu, maana kushindana kwetu, vita vyetu. Kwa hiyo ni maisha ya vita, lakini yenye ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ni yenye ushindi. Regardless of where you are a fighter. Baki mpiganaji. Build up your blueprint. Fuata ndoto yako. Uwe na ndoto. Unataka kufika wapi? Hiyo ndoto ndiwe passion unayofukuzia. Hallelujah. Have a dream ambayo unaifukuzia. Usiishishi tu kama hivi, kama watu wengine. Watu wengi wa duniani wanaishishi tu hivi. Wengine wana mipango tu ya kwenda bondeni na nini. That is not your life. Uwe na mipango ya kuinua bendera ya Bwana, kufika level fulani pamoja na Bwana, kutenda mambo fulani pamoja na Bwana. Na katika unapokuwa na ndoto, kwa hiyo ndio unapigana kuitubiria ile mende. Joseph had a dream at the age of 17. He has a dream that the Lord called him to be a leader. Kwenye familia na watu wote watakuwa, kwa hiyo akalinda maisha yake, akaendelea katika maisha ya unyenyekevu. Mtu yoyote ambaye una ndoto kubwa yenye maana, you live a life fearing God, a life of humbleness, a life of brokenness, a life of focus. Bwana asifiwe. Lazima uwe mtu ambaye una maisha ambayo yana mwelekeo. Unasoma, una mwelekeo. Unafanya biashara, una malengo. Na Bwana ndiye anayekuwezesha. Naomba twende mbele za Bwana.